mikavu neno la Bwana, maana hiyo mifupa mikavu mtatilia pumzi, kuzina nyama nayo itaishi. Maana hiyo mifupa mikavu mtatilia pumzi, kuzina nyama nayo itaishi. Bwana kamwambia Ezekieli tabirie mifupa mikavu neno la Bwana. Bwana kamwambia Ezekieli tabirie mifupa mikavu neno la Bwana, maana hiyo mifupa mikavu mtaitilia pumzi, kuzina nyama nayo itaishi. Maana hiyo mifupa mikavu mtaitilia pumzi, kuzina nyama nayo itaishi. Wakati huo nyumba ya Israeli ilikuwa imekufa. Wakati huo nyumba ya Israeli ilikuwa imekufa na kuwa kama mifupa mikavu, na kuwa kama mifupa mikavu, kwa sababu ya dhambi zao, kwa sababu ya maovu yao, kwa sababu ya dhambi zao, kwa sababu ya maovu yao. Maana hiyo iliwapelekea wao kuonekana kama wafu. Maana hiyo iliwapelekea wao kuonekana kama wafu. Sasa watu wengi wamekufa kiroho, wamekosa tumaini katika Ukristo wao, wameona kama ni hasara. Ndivyo ilivyo hata sasa watu wengi wamekufa kiroho, wamekosa tumaini katika Ukristo wao, wameona kama ni hasara. Lakini Mungu wetu ni mwenye rehema, anaweza kuturejesha na kututengeneza upya kwa njia ya Roho Mtakatifu. Lakini Mungu wetu ni mwenye rehema, anaweza kuturejesha na kututengeneza upya kwa njia ya Roho Mtakatifu. Wewe uliyekufa kiroho na kupoteza tumaini, usiofu, maana yupo Mungu atakayerejesha tumaini. Wewe uliyekufa kiroho na kupoteza tumaini, usiofu, maana yupo Mungu atakayerejesha tumaini na kukuwekea roho ndani yako, naye atakufanya upya kiroho. Umwamini sasa upate uzima wa milele, na kukuwekea roho ndani yako, naye atakufanya upya kiroho. Umwamini sasa
tupate uzima wa milele.